kuzungumzia kibali cha Mungu. Tunapofikia kibali cha Mungu, ndizo baraka za Mungu. Na neno la Mungu linatuambia ndani ya Proverbs 10:22 ya kwamba baraka za Mungu zinatajirisha. Baraka za Mungu zinatajirisha, tena hazichanganywe na huzuni. Haleluya! Ni kusema sisi kama kanisa Mungu ametubariki sababu ametuondolea huzuni katika mwaka wa 2025. Tuna sababu ya kumwambia Mungu asante kwa kazi yote ambayo ametenda maishani mwetu, kwa vita ile ambayo ametupigania na kwa ushindi ambao ametupea katika jina la Yesu Kristo Nazareti, ya kwamba Mungu hakukubali adui wajivune juu yetu. Mungu hakukubali adui aseme mlikuwa mnalingia ule pasta wenu wako wapi. Nilisikia mtu mwingine akisema kuna mtu alikuwa ananitishia hayupo tena. Lakini Mungu amekusaidia usipate kusemo kama ule. Na mbona mlikuwa mmejifunga PMC, sasa tuwaone mko wapi? Baraka za Mungu zinatajirisha na tena hazichanganywe na huzuni. Hiyo ndiyo baraka kubwa katika maisha yetu. Wakati Mungu anakuondolea misiba, wakati Mungu anakuondolea magonjwa, wakati Mungu anakuondolea vita mbalimbali, wakati Mungu anakupa amani katika nyumba yako, katika familia yako, ni jambo la kumshukuru Mungu. Tumesikia habari za Esther na Mordekai. Ni habari ambazo tunazizoea sana. Lakini nataka nikwambie hivi, ni vyema kujulikana na Mungu kuliko kujulikana na watu. Ni vyema kumtegemea Mungu kuliko kutegemea wanadamu, sababu Mungu anaweza kupindua mpango ambao shetani alipanga hata miaka 20 kwa siku hii. Kama Eliza Mordekai akawa na adui mmoja ambaye anaitwa Hamani, na Hamani akapanga kumwangamiza Mordekai. Hamani akasema siwezi kupata amani wakati ningali namuona Mordekai, na hakuna kosa Mordekai alimkosea isipokuwa tu Mordekai amemheshimu Mungu. Na tena nikwambie kuheshimu kwako Mungu tu unakuletea vita na shetani na ulimwengu wa giza. Kumtumikia Mungu tu kwa uaminifu inafanya ukuwe na maadui wengi wanaotafuta wakuangamize usiku na mchana, na haujawakosea chochote. Wakikuona tu wanakasirika, wakikuona tu wanapatwa na hasira, wakikuona tu wanapanga mbinu tutamuondoaje kwa hii dunia. Lakini Mungu wetu anabaki kuwa mwaminifu. Kunyamaza kwa Mungu sio kusema eti hajatenda. Maombi yako Mungu anayajibu kila siku itwayo leo. Kunyamaza kwa Mungu si kwamba amekuacha ama ako mbali na wewe, hapana. Kumbuka wakati wana wa Israeli wanatoka Misri kujielekeza Kanaani, Mungu aliona jinsi Farao hapo anafuata wana wa Israeli. Mungu aliona jinsi mbele kuna bahari la Shamu, lakini akasema nataka nijipee utukufu. Wakati mwingine Mungu anaacha maadui yako wafanye vile wanafanya ili kwamba kesho ajipee utukufu. Kupitia wale maadui zako. Ulimwengu wote utambua ya kwamba kuna Mungu unayemwabudu.
Kuna Mungu unayemtumikia katika kweli na haki. Kuna Mungu aliyekuokoa, ambaye hawezi kukuacha ukaangamizwa na shetani, ama ukaangamizwa na wachawi, ama ukaangamizwa na waabudu miungu na sanamu. Sasa Hamani akachonga mti, usema leo hii ndio siku yako ya mwisho Mordekai. Sitaki kukuona tena kwenye lango la mfalme. Lakini Mungu alipindua mambo hiyo siku. Haleluya. Amen. Wanaenda kusema mfalme aweke muhuri kwa barua ya kumtundika Mordekai. Kumbe ile usiku mfalme hakupata usingizi. Hakulala. Haleluya. Amen. Kuna watu pia Mungu anakosesha usingizi kwa ajili yako, ili wakutendee mema, ili kwamba wakusaidie. Nikapata muombezi mmoja akanitumia ujumbe. Sasa yeye alikuwa anajua tu ile nilianga naenda juu ya shingo. Akaniambia, mchungaji, usiogope, Mungu amenionyesha mema yale ambayo unatendaga. Nimeona ulimwengu wote wako wanaomba juu yako. Haleluya. Kufa utaishi. Tenda mema, nenda sana. Kuna watu wanatendea mema hawatakukumbuka, na kuna watu wanatendea mema wanakukumbuka. Wanakuombea usiku na mchana, hawalale kwa ajili yako, wanakeshea nafsi yako, wanalilia nafsi yako. Sasa hiyo siku mfalme katika kukosa usingizi akasema, niletee kitabu cha Kumbukumbu. Mambo ya ajabu, alipoenda kufungua hiyo kitabu cha Kumbukumbu akaona mahali ambapo Mordekai aliokoa na kifo cha walinzi wake wawili. Hiyo siku mfalme akasema, na mlifanyiziaga nini huyu Mordekai? Eti hakuna. Nataka nikwambie hivi, kazi unayomtumikia Mungu usione kama inapita bure, lakini Mungu anaiweka akiba kwa ajili ya wakati unaofaa, wakati unaostahili. Sasa kuna watu wengi wanaona kama wanatumikia Mungu na hawafanikiwi. Kazi yote unafanya inaandikwa katika kitabu cha Kumbukumbu na inawekwa akiba kwa wakati inayofaa, kwa wakati unaostahili. Hiyo kazi yako itakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Namtumikia Mungu, imenitetea, imenirudisha Nairobi. Usichoke kutenda mema. Tumikia Mungu. Tumikia Mungu. Usione tu watu wanakukwaza tunaacha Mungu. Fanyia Mungu kazi wakati unaofaa na wakati isio. Hiyo kazi kuna siku itakutetea. Hiyo kazi kuna siku itakupigania. Tunaomba mshahara wa kazi hivi na hivi. Wakati mimi nafanya hesabu ya hizo pesa zote ambazo zimetumika juu ya matibabu yangu, ni mamilioni ya pesa. Mamilioni ya mapesa. Sababu kulala tu kwa kitanda siku moja tu ya ngamo $800. $800. Mimi hilo ningevitoa wapi? Sina akiba, sina kazi. Lakini kazi ile ambayo tunamtumikia Mungu inatuwekea akiba.
Angalia haki. Wala haujaweka kuonana na daktari ni ngapi? Haujaweka dawa kunatumia ni ngapi? Hiyo ni kitanda tu. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Kweli Mungu wetu ni mwema. Kweli Mungu wetu ni mwema. Kweli Mungu wetu ni mwema. Tulia ndani ya Yesu. Kaa ndani ya Yesu. Shika sana ulicho nacho. Mnyang'anya asije akakunyang'anya. Tulia. Mungu unayemtumikia ni Mungu mwaminifu, wa kweli na wa haki. Hawezi kubaki na deni yako hata siku hii. Kila kazi unafanya analipa, sababu anasema kila mtumishi anastahili kupata mshahara wake. Na hiyo mshahara sio neema, lakini ni haki. Mtumishi mwenye haki, Mungu akiona aone ya kwamba kazi unafanya wewe ni mwenye haki na malipo unapata ni ya haki. Kuna vijana wengi wanakaa kwa viti hawaimbe. Tunaenda kuona mama Mata anaimba kwaya ngapi? 3. Kwa wamama hapo pale, kwa wavijana hapo pale, kwa prezi hapo. Mungu atakulipa. Na ndio maana usionaje wivu wakati watu wengine wako wanalipwa. Sasa haujaona wivu, wewe angalia unafanyaga nini katika kazi ya Mungu. Kuingia tu kutoka haitoshi. Jiunge katika grupu yoyote ile, tumikia Mungu. Fanya kazi ya Mungu. Sasa mfalme anasikia ya kwamba Mordekai hakuna kitu alifanya. Akawauliza watumishi, "Je, nataka ushauri. Ni nani mwenye iko karibu?" Kumbe Hamani Jaule anakuja na vibarua vyake na faili kubwa. Tena alikuwa alishalipa pesa ya Wayahudi wauliwe. Wakati anaingia tu jambo mfalme, jibu la mfalme kwa kusema, na mtu yule ambaye mfalme anataka kumheshimu afanyiziwe nini? Mtu yule ambaye mfalme anataka kumheshimu afanyiziwe nini? Neno la Mungu linasema kuna mwingine mfalme anaweza kufanyia kitu. Si ni mimi tu. Akaanza kusema. Neno la kwanza akasema, vazi lile unavaaga mara moja kwa mwaka, saa unatembea kuangalia nchi. Mtu yule avikwe. Taji lako mtu yule avikwe. Pete yako mtu yule avikwe. Na tena awekwe kwa ile farasi yenye unatembeleanga wakati unaangalia taifa lako. Hamani alikuwa mpaka na wivu na mfalme. Anachukia Mordekai, lakini ana wivu na mfalme na anatamani ile ufalme. Mtawatambua kwa maneno yao vile wanavyoongea. Unataka kujua adui yako, utamtambua wakati mnaongea. Hata kama anajifanya kuwa rafiki, utamtambua.
namna yake ya kuongea, namna yake ya kukufesi, utatambua ni rafiki ama ni mnafiki ambao ako karibu na wewe. Kumbe huyu Hamani alikuwa mnafiki, anatamani nikuwe mfalme hata siku hii. Mfalme akamwambia, sasa haya maneno yote unasema, usitanguliwe hata neno moja. Nenda ukamfanyizie yule Myahudi Mordekai anayekaa kwenye mlango. Eti na tena yule ambaye ni mheshimiwa namba 1 njoo aende mbele ya hiyo farasi. Iko anafanya nini? Anatembea mbele, iko anasema hivi ndivyo mfalme anapaswa kumheshimu mtu yule ambaye anampenda. Maana mfalme njoo aende mbele ya hiyo farasi. Mimi mfalme hivi ndiyo anapaswa kufanya kwa kumheshimu huyu mtu. Mungu atusaidie. Usitamani cheo, usitamani mafanikio ya mtu. Tosheka na jinsi ulivyo. Mordekai akatendewa kama vile Hamani alivyosema, na Hamani ndiye akamtembeza katika mji. Nataka nikwambie hivi, yule ambaye ni adui yako, wakati ambapo umepata kibali mbele za Mwenyezi Mungu, yule adui yako atakutumikia, adui yako atakubariki. Ndio maana haina maana afe, acha ishi. Amen. Haleluya. Adui yako mwacha ishi, hapana kuombeana adui kufa. Sababu kuna baraka zingine zitatokea kwa mikono ya adui. Haleluya. Amen. Kuna utukufu mwingine utatokana na adui. Sifa, utukufu na heshima. Amen. Sasa mahali tumesoma, mambo yamebadilika, sababu Wayahudi wamefunga na kuomba siku ngapi? Na sisi mbele yetu kuna siku 30. Siku 3 na siku 30. Zipi ndio za mingi na za maana? Si 30. Lakini mwa siku 3 Mungu alipindua mambo. Kuliko Mordekai afe, Hamani akafa. Na mwa siku 3 Mordekai akakamata nafasi ya Hamani. Yeye ndiye akawa prime minister wa mfalme. Achaga kutafuta mabaya kwa watumishi wa Mungu. Achaga kukejeli watumishi wa Mungu. Acha kupigana na watumishi wa Mungu. Sababu sisi wote ni watumishi, lakini neema zinapishana. Neema zinapishana. Neema ya Mordekai ilikuwa ya kipekee. Sasa Mordekai anakamata nafasi ya Hamani. Mfika pete ile ambayo alipoponya Hamani, pete ya uongozi. Yale ambayo ni utajiri wa Hamani yote akapewa Esther. Esther naye akamwesto ndugu yake Mordekai, sababu tayari alikuwa alishamwambia mfalme, sasa mimi ni kazi ya Mordekai, mimi ni Myahudi. Nakumbuka hapo mwanzo Mordekai akamwambia usijidhihirishe, usiwe na kuwa na mdomo, kila neno unaongea
usikiage neno kanyamaza. Kuna wakati wa kunyamaza, kuna wakati wa kutulia. Kumbe kunyamaza nao ni baraka ya Mungu. Hiyo kunyamaza ndiyo iliokoa Wayahudi. Sasa mahali ambapo ninafurahia, haijalishi Mordekai anaisha kupata utawala, haijalishi amepoteza mali ya Hamani, Esta anafuatilia. Mwambie mwenzako katika maombi inabidi kufuatilia. Hapana kuomba na kuachia hapo. Esta akasema hivi. Akaomba mfalme yaondoliwe madhara yote yaliyowekwa juu ya Wayahudi. Kumbuka Mordekai alikuwa ameandika barua zimeenda kwa pointi zote ya kwamba Wayahudi inabidi wauliwe. Sasa kama huyu Esta na Mordekai wangefurahia tu tumepata mali, tumepata cheo, na wasipasue zile barua, zingewaua. Sababu zilikuwa zimetiwa muhuri na nani? Na mfalme. Na yatanguliwe, kuandikwe tena barua za kwenda kufanya nini? Kutangua hizo barua za mauaji. Wakati mwingine unaweza kukutana na vita, unaomba, unaona hiyo vita inanyamaza, kisha na unasema inaisha, kesho itarudia. Inabidi ufuatilie mpaka ufike kwa mzizi. Hii vita ilitokea wapi? Ukomoe, upasue mashtaka yote ambayo umestakiwa. Ukaandikwa barua za kwenda kwa kila mji, kwenda kukataza ama kutangua yale yote ambayo yalikuwa yameandikwa juu ya wana wa Israeli. Ni kusema wakati ambapo unaomba, unaona unabarikiwa, usiachie pale. Endelea kuomba. Omba Mungu nipatie maisha. Kuna watu labda walisema kuandika nikufe mapema. Kuna watu wananitakia mabaya, na nitaki hizi baraka nisile kwa amani. Hivyo ndivyo Esta na Mordekai walifanya. Barua zikaandikwa, zikapelekwa katika kila mji, katika kila konti. Juu ya kufanya nini? Juu ya kuondoa mabaya yote yalikuwa yamepangwa juu ya wana wa Israeli. Kuishia hapi. Nimepata kibali machoni pako, kuandika barua zingine za kutendewa mema wana wa Israeli. Wewe ukishafanikiwa tu kwako inatosha. Nikuulize, wewe ukipata kazi na familia yako labda mko watu 5 hawana kazi, hiyo kazi itakusaidia? Ukipata kazi kanisani wengine hawana kazi, itakusaidia? Ombea watu wengine nao wapate kazi, nao wafanikiwe. Lakini unapoona mtu hitaji lake likishajibiwa, anaona sina tena haja ya kuomba. Akaambia mfalme iandike mambo mazuri juu ya Wayahudi wote. Tuachane na umimi. Unapofanikiwa kumbuka na jirani yako. Unapofanikiwa kumbuka na ndugu yako. Unapofanikiwa kumbuka kanisa lako. Sasa mfalme akasema hivi, nyipeke sasa muandike vyenye mnataka. Andikeni vile mnataka vifanyike juu ya wana wa Israeli. Wakaandika. Sasa tangia leo wana wa Israeli sio watumwa tena, lakini ni wenye nchi.
tangia leo wana wa Israeli watarithi mali ya taifa hili. Tangia leo wana wa Israeli hawataonewa tena na hili taifa. Tangia leo wana wa Israeli wataabudu Mungu wao kwa uhuru. Wakaandika mambo yote mazuri juu ya wana wa Israeli, na hawakuishia pale. Wakaandika na wale wote waliokuwa maadui wa wana wa Israeli wauliwe, na wana wa Israeli wateke nyara ya mali zao, ya vitu vyao. Neno la Mungu linasema siku ile watu wa Babeli wakaanza kujipatia jina wao ni Wayahudi. Nataka nikwambie, anayekudharau leo, kesho atatafuta aitwe jina lako. Sengenya leo, kesho atatafuta akufanane. Kibali cha Mungu kikiwa juu yako, anabadilisha historia yako, anabadilisha jina lako, anakuinua kutoka chini na kupeleka juu. Sasa hakitaonekana Wayahudi ndio wanatawala pamoja na Asuero. Utasimama katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunataka kuomba Mungu. Jambo la kwanza tutaomba ni kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Ukipata kibali mbele za Mungu, ni kusema tayari unapata na kibali mbele za watu. Na kibali cha Mungu tunakipata kupitia kutii neno lake. Tunapata kibali cha Mungu kuenenda sawasawa na njia zake. Tamwambia Mungu nifungue. Kuna watu wengi Shetani alitaka ondoa kibali juu yao. Kinyume ya kibali ni kukataliwa. Amen. Uko msichana mzuri hauwezi olewa sababu ya nini? Hauna kibali. Uko na sura nzuri lakini hauna kibali. Uko na elimu umesoma, haupataje kazi sababu ya nini? Hauna kibali. Unafanya biashara mzuri lakini hakuna wateja sababu ya nini? Hauna kibali. Unatumikana hakuna promotion sababu ya nini? Hauna kibali. Na nakwambia siri ya kupata kibali ni kutii neno la Mungu, kufanya mapenzi ya Mungu. Haleluya. Kibali tunakipata kwa Mungu pekee. Haleluya. Sasa tutaenda kuomba Mungu. Wewe mwenyewe unajijua jinsi ulivyo, jinsi unavyotembea. Unajua mimi watu watendeke kunisikia hivi, hauna kibali. Unahitaji kibali. Upende lakini hauna kibali. Kila Mungu nipe kibali. Mungu ndiye anapanaga kibali. Na kibali tunakiomba na tunakikesea. Unaona huyu Esther alipata kibali mbele ya mfalme tangia siku hii ya kwanza. Ndio maana kila wakati anafika mbele ya mfalme anamwambia, ikiwa nimepata kibali mbele zako. Unaenda mbele za Mungu kuomba, mwambie Mungu nikubali. Unajua kuna mambo mengine mpaka Mungu asikie sababu haukubali. Unajinyima kula na kunywa 40 days. Hiyo maombi inaisha, hakuna matunda sababu hauna kibali. Ya Mungu nipe kibali. Unikubali Mungu. Nikubali katika maombi yangu. Unapata kazi nzuri, hakuna siku bota na appreciate.
sababu hauna Mungu nipe kibali, kibali kama cha Esta ambacho kinamtoa ndani ya nyumba ya umaskini, kinampeleka, kinamwinua mpaka ndani ya nyumba ya mfalme. Kibali kinamtoa Mordekai kwenye Haman, kinampeleka kuwa prime minister. Bwana nipe kibali.